Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huisha nafsi yangu Bwana, huniongoza katika njia za haki. Kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Nitapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami Bwana. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji, kwa maana wewe uko pamoja nami Bwana. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji mimi. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, na wema wa kutosha dhambi zangu kuniosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, ina wema wa kutosha dhambi zangu kuniosha. Kwake Yesu mimi nasimama, ninasimama tena ni salama. Kwake Yesu mimi nasimama, ndiye mwamba tena ni salama. Za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele.
hata mimi. Siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nimesikia kilio cha wana wa Israeli, na mateso wanayopata hawatayapata tena. Hakuna mateso wanayopata hawatayapata tena. Wasiwaze, wasihofu, wasijali. Wasiwaze, wasihofu, wasijali. Wasiwaze, wasihofu, wasijali. Nitawatoa katika nchi ya utumwa, Farao atawatumikisha tena. Nitawatoa katika nchi ya utumwa, Farao atawatumikisha tena. Nimeona mateso ya wana wa Israeli, nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Hakuna mateso wanayopata hawatayapata tena. Hakuna mateso wanayopata hawatayapata tena. Wasiwaze, wasihofu, wasijali. Ni maneno ya Mungu
hata sisi wapenda tunayo safari ya kwenda mbinguni. Bwana twaomba uwe nasi, hata sisi wapenda tunayo safari ya kwenda mbinguni. Bwana twaomba uwe nasi, maana bila wewe Bwana sisi hatuwezi, maana peke yetu Bwana sisi hatuwezi, maana bila wewe Bwana sisi hatuwezi, maana peke yetu Bwana sisi hatuwezi. Hata sisi wapenda tunayo safari ya kwenda mbinguni. Bwana twaomba uwe nasi, hata sisi wapenda tunayo safari ya kwenda mbinguni. Bwana twaomba uwe nasi, maana bila wewe Bwana sisi hatuwezi. Tumetendwa wengi, lakini mimi nimerudi. Umetufanyia wengi Baba, tumetendwa wengi, lakini mimi nimerudi. Umetufanyia wengi Baba, wakati unatutendea tulikuwa watu kumi Baba, wakati unatufanyia tulikuwa watu kumi Baba, wakati unatutendea tulikuwa watu kumi Baba, wakati unatufanyia tulikuwa watu kumi Baba, lakini mimi mwenyewe nimerudi niseme asante. Wakati unatutendea tulikuwa watu kumi Baba, wakati unatufanyia tulikuwa watu kumi Baba, wakati unatutendea tulikuwa watu kumi Baba, wakati unatufanyia tulikuwa watu kumi Baba, lakini mimi mwenyewe nimerudi niseme asante. Mwingi mto, mema uliotenda, wako ni mengi
uliofanya kwangu ni mwingi tu, lazima Bwana unisemee asante. Damu yako ya thamani Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ni damu ambayo ni mbichi hata sasa inanena mema. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kanisa lako, ninawakabidhi mikononi mwako nikiwatamkia neema na uzima na baraka na nguvu. Bariki watoto wako hawa waliokuja na zaka, ukumbuke mikono yao. Baba, ninaitakasa kwa jina la Yesu Kristo, ninawaombea neema na uzima, kila mmoja akapokee kwa utukufu wa jina lako la thamani. Baba, bariki mikono hii. Mwanao huyu ambaye amekuja na zaka siku ya leo, ninaikabidhi mikononi mwako nikiomba uzima, neema na ushindi na kibali. Bwana, mkumbuke, kutana naye. Ninamwombea neema, ninatakasa mikono hii isizae mapooza hata siku moja. Baba, uwe pamoja naye, usaidie, mkirimie uzima na nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, uishie mahali pa juu. Ninamwombea mwanao huyu neema na kibali. Bwana, atanguliwe na wewe. Usinyamaze kila wakati aitapo au apitapo katika changamoto. Baba, uwe pamoja naye. Ninaomba neema na uzima na ushindi kwa jina la Yesu. Jesus.
Bwana hata
Kanisa la Moto wa Injili Segese, Bwana Yesu asifiwe. Ni mchana wa baraka ambao Bwana ametupa nafasi na kibali cha kuweza kuwapo mbele zake siku ya leo. Nataka niombe kabla hatujaendelea na kipindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Mungu wa uzima, naikabidhi mikononi mwako nikiomba kibali chako, Roho yako Mtakatifu wewe pamoja nasi akitufundisha yale ambayo hatukuweza kuyahimili. Ndio maana nasema kwamba hata sasa nikali ninayo mengi ya kuambia, ila hamwezi kustahimili mpaka atakapokuja huyo Roho wa kweli ambaye Baba atamleta kwenu. Huyo Roho yuko katikati yetu kwa sasa. Tunaomba akatufundishe kwa utukufu wa jina lako Yesu uliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tujifunze somo moja linalosema vita ya kumiliki hatima zetu. Vita ya kumiliki hatima zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wana Moto wa Injili Segese, Bwana Yesu asifiwe. Vita ya kumiliki hatima zetu. Kwa lugha ya Kiingereza unaweza kusema the possession war for our destiny. The possession war for our destiny. Yani ziko hatima kwenye maisha yetu ambazo Mungu ameziweka, lakini ili tuzimiliki. Na mimi nafundisha nguvu ya kumiliki. Kwenye kumiliki kuna vita. Nguvu ya kumiliki hatima. Naposema hatima, maana yake ni vitu ambavyo Bwana ameviweka tayari kwa ajili yako. Labda nianze kufafanua tafsiri ya kumiliki. Kumiliki au possession, tafsiri yake ni nini? Ni kuwa na kitu katika mamlaka yako. Ni kuweka kitu chini ya mamlaka yako ya utawala. Kuweka kitu chochote chini ya mamlaka yako ya utawala. Unapokuwa umepata fedha, fedha ile unaiweka chini ya mamlaka yako ya kiutawala. Unaweza ukaitumia, ukatolea fungu la 10, ukaitumia, ukaweza ukamsaidia mzazi wako, ukatoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, ukanunua shati. Maana fedha iko kwenye umiliki wako. Kwa hiyo kwenye kumiliki chochote unachokiona katika uso wa nchi, kunahitajika nguvu kwanza. Sema amina. Kanisa, Bwana asifiwe. Kunahitajika nguvu ya kumiliki. Nami nakufundisha leo, mchana wa leo, nguvu ya kumiliki hatima. Hatima ni nini? Hatima ni mambo yote ambayo Mungu aliyekusudia. Yani naweza nikatumia lugha nyingine, ni package ya kiroho ambayo Mungu ameiweka ndani ya mtu. Sema amina. Wakati Mungu anakuumba, aliweka vitu vingi ndani ya maisha yako. Aliweka package ya vitu vingi. Hivyo vitu aliweka huduma, akaweka karama, akaweka vipawa, akaweka utajiri, akaweka familia, akaweka afya, akaweka kuinuliwa, akaweka kuthaminiwa. Package ya vitu vizuri vyote Mungu ameviweka kwenye maisha yako wakati anakuumba. Lakini leo kwa nini Wakristo wengi tunatembea chini ya viwango vya kiroho? Ni kwa sababu hatujajua kwamba vile vitu vimewekwa kwetu, lakini ili tuvipate kuna vita mbele yako, lazima upigane. Sema amina. Sema amina. Nami nakuandaa leo kwa ajili ya vita mbele yako ya kumiliki hatima yako. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Lazima tupigane vita ya kumiliki hatima zetu. Hatima maana yake umepewa tayari. Iko kwenye uwezo wako, iko kwenye mamlaka yako, lakini ili upate lazima ushindane. Wakristo wengi leo wanakata tamaa ya kiroho, wanarudi nyuma, hawajajua. Anasema mimi nimeokoka, niko kanisani, lakini bado naishi maisha ya shida. Ni kweli unaishi maisha ya shida. Ni kwa sababu haujajua kwamba mbele yako baada ya kuokoka kuna vita. Yes, sema amen. Mbele yako baada tu ya kuokoka kuna vita vimeandaliwa. Na vita hivyo ni vita vya kumiliki hatima yako. Nikueleze jambo moja, ukianza kusoma katika kitabu cha Mwanzo 13, moja nisomee pale. Mwanzo 13 mstari wa 15 na 16. Tuone wana wa Israeli, Bwana anaahidi juu ya habari za umiliki wa ardhi ambayo Bwana aliwaapia wana wa Israeli. Aliwaapia, anawaambiaje? Soma Mwanzo 13, 15, 16. Mwanzo sura ya 13 mstari wa 15 na wa 16. Nasema, maana nchi hii yote uionayo. Bwana anamwambia Ibrahimu, nchi yote unayoiona, Segese yote unayoiona, mali unazoziona, anamwambiaje? Nitakupa wewe. Nitakupa wewe kanisa. Yes.
hata milele. Na uzao wako sio leo tu, hata milele. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Anasema na uzao wako nitakubarikia uwe kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuhesabu mavumbi ya nchi. Na kama mtu akiweza kuhesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Basi kama akiweza na uzao wako atahesabu. Amen. Lakini asipoweza hawezi kuhesabu uzao wako. Hizo ni baraka anazisema Mwanzo 13. Mungu anamwambia Ibrahim. Anamwambia Ibrahim, nakubarikia wewe. Uzao wako na ubarikia. Utakuwa kama mavumbi. Lakini huyo anayeambiwa Ibrahim wakati huu hana mtoto. Nisikilize. Ibrahim wakati anaambiwa hivyo hana mtoto. Anaambiwa uzao wako utakuwa kama mavumbi, hana mtoto. Lakini anamwambia Bwana, anamwambia Ibrahim, Ibrahim, angalia nchi unayoiona yote, hizi mali zote, dhahabu zote za mahali hapa, kila kitu nimekupa wewe umiliki. Viko kwenye uwezo wako kumiliki. Lakini baada ya kutokea hapo nini? Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Wamepewa hiyo nchi. Walipewa hawajapewa? Walipewa hawajapewa? Twende kwenye maandiko utajua kama walipewa hawakupewa. Soma kitabu kingine cha Nyakati wa kwanza sura ya 17:21. Nyakati wa kwanza sura ya 17 mstari wa 21. Nyakati wa kwanza sura ya 17 mstari wa 21. Bwana anamwambia sasa, ile nchi iliyokupa kuna watu wameingia katikati yao. Kuna watu wameingia wanakaa. Sasa ili uimiliki lazima upigane vita, lakini niko pamoja nawe. Ninakutangulia. Msomaji nisomee. Nyakati ile sura ya 17 mstari wa 21. Nyakati wa kwanza. Nyakati wa kwanza sura ya 17 mstari wa 21. Biblia inasema, tena ni taifa lipi duniani? Taifa lipi duniani? Lililo kama watu wako Israeli. Ambalo Mungu alikwenda kuwakomboa kwa ajili yake mwenyewe. Ndio. Ili wawe watu wake. Sawa. Na kujifanyia jina kwa njia ya mambo makuu. Ndio. Yenye kuogofya. Sawa. Kwa kuwafukuza mataifa mbele ya watu wako. Sikiliza wewe. Bwana anasimama anasema anawafukuza mataifa walioko mbele yako. Ningekuwa mimi ningepiga makofi mpendwa. Maana Bwana amesema amekupa nchi ndio, lakini ile nchi wako watu wameiteka, wanaikalia. Anasema mimi nitatangulia mbele yako, nitawafukuza maadui zako mbele zako. Nami nakutamkia mchana wa leo, maadui walioko mbele zako wote Bwana asimame. Hawafukuze kwa ajili yako. Sema amen. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anakuumba, nimesema aliweka full package ndani yako. Ameweka vitu vyote ndani yako. Kwa nini una struggle kupata hivyo vitu wakati Mungu ameviweka? Kwa nini unahangaika wakati Mungu ameviweka? Kuna vitu Mungu anataka kwenye maisha yako. Nisome andiko lingine, Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 7 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa kwanza. Anasema, Bwana Mungu wako atakapokutia Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uiendayo kuimiliki. Kuna nchi ambayo iko mbele yako na kwenda kumiliki. Atakapoyang'oa mataifa mengi. Yes, my Lord, my Father. Yesu anasema atakapoyang'oa. Maana yake kwenye vita hii siendi peke yangu, niko na Bwana. Atakapoyang'oa mataifa yaliyosimama mbele yangu. Oh my God, kuna kamanda mmoja atikise mkono namna hii. Oh my God, kwenye vita hii siendi peke yangu, yuko Bwana atakayesimama kuyang'oa mataifa. Endelea msomaji wangu. Yes. Watoke mbele yako. Mataifa yatoke mbele yako. Muhiti na Mgirigashi. Anaanza kuyataja Muhiti na Mgirigashi. Na Mwamori. Na Mkanani. Perizi. Muhivi. Myebusi. Mataifa 7. Yes. Makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Sikiliza hapo kuna point. Sema point. Sema point. Bwana anasema yako mataifa 7 yenye nguvu kukushinda wewe. Sema haleluya. Amen. Mataifa mangapi wapendwa? 7. Mataifa mangapi? 7. Maana yake kwa Mkristo kwenda kumiliki nchi ambayo Bwana amekuahidia, wako mataifa 7 yenye nguvu ambayo lazima uyashinde. Nami nakwambia Bwana yuko pamoja nasi, maana anatutangulia. Yako matatizo, yako majaribu 7. Yako majaribu 7 ndio mataifa yenye nguvu. Bwana anataka shughulike nayo leo ili ayafute mbele yako ili uweze kumiliki. Sema amen. Sema amen. Sasa wewe mpendwa, taifa gani linakutesa? Taifa la ugonjwa,
Mungu anasema yako mataifa 7 mbele yako ambayo yenye nguvu kuliko wewe. Kuna watu wanateswa na mataifa ya ugonjwa. Kuna watu wanateswa na taifa la laana. Kuna watu wanateswa na taifa la umasikini. Lakini Bwana anasema anakwenda kuyaondoa mataifa yote. Sema amina. Piga makofi kwa Bwana. Sema yeye. Bwana anawaambia Israeli, anamwambia Ibrahim, wewe mwanangu Letisia, nimekupa kumiliki uzima, nimekupa kumiliki afya, nimekupa kumiliki maisha mazuri, lakini mbele yako wako mataifa 7, viwango 7 vya majaribu. Anaposema mataifa 7, kuna viwango 7 vya majaribu ambavyo lazima uvuke ili uweze kufika kwenye hatima yako. Nami nakwambia leo, ni vita kwa ajili ya hatima yangu. In the name of Jesus, say amen. The possession war for our destiny. In order to reach our destiny, we must have to fight so that we can have to conquer and have our victory. Say amen. Hebu soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20:17. Kumbukumbu la Torati 20:17. Nampa kazi sasa Israeli. Unakwenda ndio kumiliki, lakini kuna kazi ya kufanya mbele yako. Tell me. Just go on. Lakini waangamize kabisa. Sikiliza. Anawaambia waangamize kabisa. Sema amina. Amen. Angamiza. Nataka nisikie sauti yako. Angamiza kabisa. Angamiza. Mataifa mangapi? Yenye nini? Lazima tuyangamize ili tuweze kutoboa kwenye hatima yetu. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aya, malizia kusoma. Lakini waangamize kabisa. Lazima tuangamize kabisa. Muhiti na Mwamori. Anawataja. Lazima tuangamize umasikini na magonjwa, na Mkanani, na kuishiwa, na Mperizi, na kuinukiwa na laana, na Myebusi. Angamiza vyote kama alivyokuamuru Bwana Mungu wako. Yes, hiyo ni amri ya Bwana. Ni amri ya Bwana, sio wewe umeamua. Ndio maana Bwana anasema ninatembea na wewe, nitakutangulia, nitayatoa kwa ajili yako mataifa 7 yenye nguvu yaliyosimama mbele yako, yanayovuta hatima yako kurudisha nyuma. Unapambana kwenda mbele kihuduma, wanakurudisha nyuma. Unapambana kwenda mbele kiuchumi, wanarudisha nyuma. Unapambana kiroho, nifanikiwe nisonge mbele, wanakurudisha nyuma. Bwana anasema ninawaweka mikononi mwako, kazi yako angamiza kabisa kwa jina la Yesu. Angamiza, tunaangamiza Mhiti, Myebusi, Mgirigashi, Mkanani, Mhiti, makabila yote yenye nguvu. Sema Yesu. Sema Yesu. Kuokoka sio lele mama. Mimi nawaambia kuokoka ni vita. Unapookoka wewe unahesabika ni muasi kuzimu. Na kuzimu pengine ulikuwa unaitumikia kwa uchawi au maagano ya wazazi wako. Kwa hiyo unaonekana muasi kuzimu. Lazima wakufuatilie. Lakini ili ushinde, iko nguvu ya kusonga mbele. Sema amina. Ninatangaza jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Sasa naomba nikwambie kitu kimoja. Unapoona mtu anamiliki chochote kile anachokimiliki, iwe ni huduma, iwe ni karama, iwe ni hela. Sema hela. Iwe ni familia, chochote anachokimiliki ni matokeo ya ushindi wa vita. Andika. Chochote unachoona mtu anakimiliki ni matokeo ya ushindi wa vita. Anasema nitakuwa pamoja na wewe. Sema amina. Nitakutangulia. Utawatoa Myebusi, utatoa Mhiti, Mkanani, Mperizi, wote mbele yako waliosimama kama mataifa yenye nguvu. Lazima tuyatoe. Ninakutangazia kwa jina la Bwana, lazima waondoke ili tupate kumiliki na kutawala. Sema amina. Haleluya. Unapomiliki nyumba, familia, watoto na kadhalika, ujue ni matokeo ya vita ambayo Bwana ametushindia. Sema amen. Leo nataka nifanye kazi na kanisa, niombe na watu kwa ajili ya hatima zao. Sema haleluya. Sema amina. Tunapigana vita ya kurudisha hatima. Wakristo wengine wanaweza wakaniuliza, hivi mchungaji, baada ya kuokoka tumeokoka tunakwenda mbinguni? Mimi sijasema uende mbinguni. Mbinguni unakwenda, lakini kuna hatima ambayo lazima uifikie.
ambayo Mungu ameweka maishani mwako. Ndio maana leo Wakristo wengi wanaishi chini ya viwango vya kiroho kwa sababu ya kuridhika. Unajua kuridhika ni kizuizi cha mafanikio ambayo Mungu ameweka mbele yako. Unaporidhika kwenye chochote kile, maana yake umeweka kizuizi cha mafanikio yako ya baadaye. Lakini Mungu hajakwambia unaishia hapa, anataka umiliki na kumiliki na kumiliki kwa viwango vikubwa. Kwa hiyo kanisa tunatakiwa kupata vitu vyetu ambavyo shetani alivibeba. Sema amina. Leo tunataka tukapige yale mataifa yanayosimama mbele yetu. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Chochote unachokihitaji, sio tu kile cha kwako ambacho unacho unakihitaji. Nataka nipate uchumi, maisha mazuri, familia. Kuna mtu anakimiliki. Kwa nini tupigane vita? Swali unaweza kaniuliza. Kwa nini tupigane vita? Wana wa Israeli kwa nini walipigana vita kwenda kwenye nchi yao ambayo Mungu amewaahidia? Ni kwa sababu kulikuwa na watu wanakaa pale. Kwa bila vita huwezi ukaingia kwenye nchi ambayo watu wamekaa pale. Yesu Kristo anawaambiaje wanafunzi wake? Mathayo 12 ule mstari wa 29. Mathayo 12 mstari wa 29. Moja nisomee Mathayo 12 mstari wa 29. Anasemaje? Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Anasema, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu? Unaweza ukaingiaje kwa pepo ambalo limeshikilia uchumi wako? Ukaenda kwa mchawi ambaye ameshikilia maisha yako, ukaenda kwa mganga aliyefunga njia zako za kiuchumi, ukaenda kwa ukoo wako, kwenye asili na makaburi ya familia zenu yaliyotunza hatima ya tumbo lako. Unawezaje ukaenda kama na kuviteka vyombo vyake, na kuteka vitu vyote unavyohitaji, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Kama wewe usipokuwa kwanza na nguvu ya kumfunga yule. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa tunataka twende mbele za Bwana. Leo tunamwambia Bwana, tunafunga kila mwenye nguvu aliyeko mbele yangu, maana ni wakati wa kuingia kwenye nchi ya ahadi. Sema amina. Haimaanishi Mungu hajakuandalia. Mungu ameiandaa kwa ajili yako. Na ndio maana tumesoma maandiko katika Nyakati wa kwanza, anaeleza Bwana, nitakuwa pamoja na wewe, nitakutangulia, nitawaondoa watu mbele yako, wanaosimama mbele yako ninawaondoa. Lakini akawapa kazi, akawaambia utapiga na kuangamiza. Kazi tumepewa ni kupiga na kuangamiza katika jina la Yesu. Usiridhike kuona tu umeokoka eti na kwenda mbinguni alafu unaishi maisha ya shida, ya umasikini, maisha ya magonjwa, maisha ya laana. Hapana, mimi nasema hapana. Biblia iniambia mimi kuwa mpole kiasi hicho. Ninajua hata kama ni haki yangu lazima nipambane. Nami na kanisa nakwambia hata kama ni haki yako lazima uipambanie ili uipate. Maana Israeli walikuwa wamepewa ile nchi na Mungu Baba akampa Ibrahim. Katika Mwanzo 13 tumeona pale anasema hii nchi nimewapa watoto wako na uzao wako, lakini ili waimiliki lazima waende wakapige mataifa walioko pale. Nami nakwambia leo Bwana amekupa karama, Bwana amekupa mme, Bwana amekupa watoto, Bwana amekupa huduma, Bwana amekupa vipawa, Bwana amekupa nguvu ili uweze kumiliki. Lazima kwanza, Yesu akawaambia wezaje mtu kwenda kumfunga mwenye nguvu kama asipomzidi nguvu kwanza? Lazima wewe komando, alafu ndipo unaingia ulimwengu wa roho, unapiga wote wanaoshikilia hatima yako kwa jina la Yesu. Waachie wasiachie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Bwana Mungu amekupa package kamili. Ameweka vitu vyote kwenye package. Yaani katika uumbaji wa Mungu wakati anakuumba anasema mama fulani haje duniani, aliweka kila kitu ndani yako. Kinachohitajika ni wewe kuactivate ile nguvu, yani kuipa uwezo. Ni kama simu imetengenezwa, unanielewa Simu imetengenezwa, hii simu Bwana ina program nyingi sana, nyingi sana. Usipozitumia wewe haimaanishi simu hazimo. Sema amen. Unaweza ukarekodi picha, ukarekodi video, ukafanya nini, ukamtazama na mwenzako yuko mbali, ukafanya mambo kadha wa kadha, lakini sio lazima uyatumie. Unaweza ukasema mimi simu yangu tu ya kupigiwa halo au jambo basi kumaliza unakata. Bado ni matumizi ya simu, lakini haimaanishi kwamba program zingine hazimo. Program zingine zimo. Sema amen. Hata wewe uko programmed katika ulimwengu wa roho. Wewe Mungu amekuprogram kama tena zaidi ya simu, zaidi ya kompyuta. Yaani wewe ni kiasi cha kuactivate tu vitu fulani. Kuviactivate. Ukiingia kwenye simu kama kuna program fulani ulikoja wewe kuitumia, unapoibonyeza inakwambia chini pale allow au deny. Nimeshaikuona kitu kama hicho. Inakwambia inakuruhusu kufungua hiyo program au hapana. Unaporuhusu inakwambia hatua nyingine, unakwenda hivi na hivi. Unaruhusu ndio. Kutokana na matumizi ya fedha unaruhusu ndio, maana yake inakuuliza swali ili uweze kuihuisha. Hata wewe kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo unapotaka uchumi wako uweze kufunguka,
ujue kuna taifa limesimama kwa uchumi wako. Sema amen. Liko taifa limesimama kwenye uchumi wako. Yako mataifa 7, hilo moja limesimama kwenye uchumi wako. Ndio maana unatembea chini ya viwango vya kiroho vya kiuchumi. Lakini kuanzia leo Mungu akufunulia, akupe ufunuo wa kushughulika na mataifa hayo. Sema amina. Kila taifa linamaanisha kitu chake pale. Kila taifa linamaanisha kitu chake. Oh my God. Tunakwenda kutaka kushughulika na uchumi. Unamwambia Bwana, liko taifa linalosimama kwenye uchumi kwenye familia yangu. Na mimi nashughulika na hilo taifa. Haijalishi ni Myebusi, haijalishi ni Mgirigashi, anasimama ni kwenye uchumi. Mimi ninachokijua, uchumi wangu ufunguke. Unapiga hatua ya kwanza. Ulimwengu wa roho unakuuliza, alau unataka kuingia hatua nyingine? Ndio, unachukua hatua nyingine ya maombi ya kufunga siku 2. Unakwenda unaomba kwa ajili ya hilo taifa, laachie uchumi wako. Ukienda unaona vitu vinafunguka, nakwambia unakwenda hatua nyingine. Je, una alau, unaruhusu? Ndio. Nakwambia unaruhusu, ndio. Anza biashara. Unakwenda na biashara, unapiga vita, unashughulika na taifa la uchumi wako. Unapiga vita kwenye uchumi wako. Unakwenda hatua nyingine. Je, haya inakuruhusu, umeingia kwenye biashara, sawa. Unataka mtaji wako utolee fungu la 10. Ukikataa sehemu yote ile kwenye program ya simu, ukisema deny, ukakataa, haikupeleki mbele, inakurudisha nyuma. Unaanza mwanzo. Sitarudi nyuma. Inua mkono wako juu, sema sitarudi nyuma. Umesema sitanyamaza. Sitanyamaza mpaka haki yako imetimia. Nami leo nasema sitanyamaza. Sitanyamaza kwa hayo mataifa 7. Hata kama Biblia imesema yana nguvu kuliko mimi, lakini lazima nishinde. Mimi ni mshindi. Piga makofi kwa Bwana. Piga kelele kwa Bwana. Inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninakuja mbele zako kwa ajili ya hatima ya maisha yangu. Ili nifanikiwe hatima yangu, lazima nipigane vita. Na mimi niko tayari kupigana vita kwa ajili ya haki yangu. Maana hata Israeli waliahidiwa nchi ya Kanaani, lakini ili waingie, ili walazimu wapigane vita kuyatoa mataifa 7 yenye nguvu. Nami leo ninashughulika na mataifa 7 yenye nguvu kuliko mimi, lakini lazima nishinde. Maana umesema utanitangulia. Kwa damu ya Yesu, Yesu ashughulike na maadui zako. Yesu apambane na maadui yako. Yale mataifa yanayosimama mbele yako, Bwana asinyamaze. Bwana akutane nao. Bwana akutane nao. Bwana ashughulike nao. Bwana ashughulike nao. Pokea nguvu ya kushinda kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Arababa yekesaka rinda rababa. Damu ya Yesu. Bwana akupe nguvu. Bwana akushindie. Yesu akuwezeshe. Maadui waondoke. Maadui wasiweze. Maadui waachie. Haya, kanisa omba. Kanisa omba. Usiwe mwepesi kunyamaza. Usiwe mwepesi kukata tamaa. Bwana anataka ashughulike na maadui zako. Yesu ashughulike na maadui zako. Piga, piga, piga. Wayebusi, Wagirigashi, Wakanaani wanaosimama kwenye hatima yako. Bwana ashughulike nao. Ashughulike nao mchana wa leo. Yesu ashughulike na maadui kwa jina la Yesu. Yesu, pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Yesu asimame. Asimame na wewe. Bwana pambane na maadui zako kwa jina la Yesu. Rabababa. Rabababa. Rinda rababa. Rinda rababa kwa jina la Yesu. Bwana akubariki na kulinda. Akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani. Utalima shamba na kula mazao yake. Utajenga nyumba na kukaa ndani yake. Utapanga mipango na itatimia kwa jina la Yesu. Utainuliwa mashambani, utainuliwa na mjini. Utainuliwa huduma yako, itainuliwa karama yako. Utainuliwa familia yako, utainuliwa na ukoo wako. Kila laana iliyotamkwa juu yako na ifuta kwa damu ya Yesu. Waliopanga mabaya juu yako yanawageukia wenyewe. Bwana akulinde
Bwana akupiganie. Yesu akupe nguvu ya kusonga mbele. Anayekuja kinyume na wewe ni adui wa Bwana, na Bwana amekupa kazi moja ya kuangamiza. Nami naangamiza majeshi yote yanakuja mbele yako kwa jina la Yesu. Pokea kulindwa na Bwana. Pokea baraka za Bwana. Pokea fadhili za Bwana. Fadhili za Bwana ni za milele. Utukufu ni wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Mungu awabariki sana. Amen. Tunakurudishia utukufu wako Bwana, 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 tunakurudishia utukufu wako Bwana. Tumesifu